Mtazamaji wa Ushuani Media, zaidi ya kilomita 22 kufika kata ya Mnokola katika kijiji cha Mititi, ambapo wananchi hao kilio chao kikubwa ni utengenezaji wa barabara ama ukarabati wa barabara. Hali ni mbaya mno, na ambapo tumefika hapa na kutazama hali ilivyo, kwa kweli hali inasikitisha sana. Zaidi ya miaka 22 hawajapata huduma ya barabara, na kwa wao wanavyozungumza ni kwamba hata gari kwao imekuwa adimu machoni kwao. Kwa majina naitwa Soteli Sinkala, ni mkazi wa kijiji cha Mititi, kata ya Mnokola, wilaya ya Sumbawanga vijijini. Kweli kiujumla tuna hali ngumu sana sisi wananchi wa Mititi kutokana na changamoto ya barabara. Barabara kweli inatutesa, na imeshafika msimu wa kilimo wa kuvuna ili tuvune mazao yetu. Shida inakuja, tunasafirisha wapi kwa sababu hatuna barabara. Barabara ishakatika, ilishabaki ni vipande. Kwa hiyo nadhani wananchi wote kwa ujumla tunapata shida namna gani tutapeleka mazao yetu sokoni. Na pia ukilinganisha hapo nyuma kidogo palikuwa na geti ambalo waliweka kwa ajili ya kukusanya ushuru, lakini kutokana na changamoto ya barabara lile geti walishaondoa kwa sababu gari hazipitiki. Bajaji zenyewe ni shida, ni kusukumana. Usafiri ambao tunao ni pikipiki tu. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa ujumla itazame jambo hili, kwa sababu wasipofanya hivi maana yake sisi wananchi tutaangamia, hatutapata riziki zetu. Ushuani Media tumefika kutazama hali ilivyo mbaya. Wakina mama wanalia sana wakiomba serikali ya awamu ya 6 msaada kwa ajili ya barabara. Jina langu naitwa Mariana Jampani Kashoa. Mimi mkazi wa kijiji cha Mititi. Hata sisi wanawake tunasumbuka kuwabeba wajawazito kufikisha lahera. Huku akimlilia mama wa nchi hii ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya matengenezo ya barabara katika kata hii ya Mnokola. Namwambia Mama Samia, tunakuomba utusaidie kwa barabara. Watu wanafia njiani kwa kusumbuka na barabara. Na kuomba mama yetu Samia utusaidie. Mimi mwanamke, hata hapa mimi mkorochi, sasa hapa natembea chini kwa sababu ya barabara, nasumbuka vibaya. Magari hakuna kwa kutembea kwa ajili ya barabara. Mimi kwa jina naitwa Nuru Philibert Mliata. Kero yetu ni sisi wanawake. Kipindi tunapoumwa ujauzito, watu wengi wanakufa kwa sababu ya barabara na daraja zake. Tunaomba mama na sisi wanawake waweze kutufikiria vile na usafiri wa wanawake. Hizi pikipiki hazitusaidii kitu chochote. Wanaofaidika ni wale wanaoendesha, lakini sisi wanawake bado haitusaidii kitu chochote. Tunaomba Mheshimiwa Rais Mama Samia atusaidie na sisi wanawake, jenge barabara, ajenge na madaraja yake, maana huku ni madaraja mengi, si chini ya madaraja 5. Tunaomba mama uweze kutufikiria. Na wao wanavodai mahindi yao yanazidi kuoza ndani, na sasa hivi wamelima kwa kiasi kikubwa sana ambapo yanahitajika yatoke kinamna moja ama nyingine. Kwa majina naitwa Edgar John Mwanzumi, mkazi wa kijiji cha Mititi. Kilio kikubwa ni barabara na madaraja yake. Kwa kweli toka mwaka 2002 kipindi cha mzee Mzindakaya, madaraja na barabara ndipo vilijengwa mwaka 2002. Mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo tunaiomba serikali, kwa sababu barabara ni maisha ya wanakijiji cha Mititi. Sisi tuliopo huku sisi ni wakulima, tunategemea usafiri wa barabarani. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie. Yaani kiwezekana hii habari imfikie Mheshimiwa Rais. Mimi kwa majina yangu naitwa Crescent Silas Mtowe. Ni mkazi wa kijiji cha Mititi. Ni mzaliwa wa Mititi, nimekulia Mititi, nimesomea Mititi, nimehitimu Mititi darasa la 7. Changamoto iliyopo ni kuhusu na barabara yetu iliyokatika. Barabara hii ililimwa mwaka 2002 mpaka mdao barabara ipo vile. Tunaiomba serikali iweze kutusaidia ili barabara hii iweze kulimwa.
Ni kwa nini tuna kilio hicho? Na hasa kwa wakina mama wajawazito. Wakina mama wajawazito wanapopelekwa zahanati, inaonekana ikifika muda kwamba huyu anastahili kwenda Sumbawanga au Laela. Sasa changamoto ni barabara. Gari halipiti, pikipiki haipiti, bajaji hazipiti. Hii inakuwa ni hatari. Muda si muda asema Bwana alitoa na jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo basi wao wanaomba msaada mkubwa ni kutengeneza madaraja ambayo yameharibika katika kata hii, pamoja na barabara kuirekebisha kwa kiwango angarau cha kufikisha gari lolote ambalo linaweza likafika na kuleta service ama huduma katika kata hii ya Mnokola. Kwa majina naitwa Kevin Crisant Mlengo, ni mkazi na naishi hapa kijiji cha Mititi. Mimi kero yangu ni pamoja na uwepo wa miundombinu ambayo ni mibovu, hasa barabara. Tunapozungumzia barabara, tunazungumzia ni chachu au ni kiunganishi ambacho kinaunganisha kati ya mkulima na mfanyabiashara. Tunachozungumzia kwenye umuhimu wa uwepo wa barabara, tunapozungumzia barabara tunazungumzia habari ya mkulima kama sisi ambao tunalima. Tunafaidikeje kuhusiana na habari ya mfanyabiashara? Mfanyabiashara hatoki hapa kijijini, anatoka nje na kijiji. Kwa hiyo uwepo wa barabara mbovu ambazo zinasababisha magari yasifike hapa kijijini kumeleta changamoto, hasa kwenye upande wa mazao yetu. Tunashindwa kuuza kutokana na kutofikika vizuri kwa wafanyabiashara wakubwa. Maana tukizungumzia wafanyabiashara wakubwa, ina maana wanakuja na gari zikifika hapa zinaweza zikachukua mzigo zikabeba, afu soko lenyewe linakuwa nzuri. Kwa hiyo gari zinaishia Laela, hazifiki huku. Na changamoto hii sio imeanza leo tu, tuna zaidi ya miaka 22 tunazungumzia hii changamoto. Barabara tangia imelimwa mwaka 2002. Paka hapo tunazidi kuendelea, tunatumia tu ile barabara. Sasa hizi mvua tunapambana na habari za mafuriko. Kuna makarafati, kuna madaraja yamebomoka. Na hicho ndio chanzo kikubwa ambacho kinasababisha magari yasifike hapa. Na maana usafiri unaopatikana kwa muda huu ni usafiri tu wa pikipiki, na labda mara moja zinakuja mara kwa kubahatisha, napo kwa kujibana, ili watu wawe wanaikokota kwa kisukuma, ni guta ndio zinakuja mara moja. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo tunasema kwa upande wa mazao vinachukua gunia 2, gunia 5 ni mwisho, ambazo ndio zinasafiri kwenda Laela. Kwa hiyo kwa upande mwingine nitakuwa serikali ituangalie kwa jicho la pembeni, sio jicho tu la kufanya. Tuna zaidi ya miaka 22. Ili swala ni kilio cha muda mrefu. Tunavolima tunataka tupate masoko na sisi ili tupate faida. Kwa sababu mkulima ili nilime natarajia kwamba nikipata soko zuri na uzalishaji wa kwangu nao unaongezeka. Kwa sababu nitakapouza kwa bei nzuri, vile vile kunaisaidia mimi kuongeza nini? Kuongeza kipato changu na kuongeza hasa kwenye ile nafasi ya kulima vizuri mbeleni, nije nipate manufaa vizuri. Lakini sio hiyo tu, kwa upande wa mazao kuna upande mwingine wa upatikanaji wa huduma za afya. Barabara tunasema nacho ni kiunganishi, kinaunganisha kati ya binadamu na upande wa afya. Tukizungumzia afya tunazungumzia habari ya uwepo wa madawa. Saizi ukifika hata hospitalini watakwambia pengine dawa hamna. Changamoto inayosababisha ni gari hazifiki. Hasa kama tuna miundombinu ambayo ni mibovu, hasa barabara na madaraja yameharibika. Hivyo kinatusababishia sisi hata watoto wetu tunakumbwa na changamoto ya kutofikika kwa madawa vizuri. Kwa hiyo serikali ituangalie kwa namna moja au nyingine. Ikiwezekana wasimalize hata muda mrefu, waje wapite wenyewe waangalie jinsi madaraja yalivyo. Ukiangalia kuanzia Kitete kuja kupita Mititi kwenda Mombo ni kilomita chache sana ambazo zimeharibika hapa, ambazo hazifikiki na gari. Mimi kwa jina langu naitwa Crisant Kamirembe Simsamba. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Mititi na ni mzaliwa hapa. Yaani sisi kama kijiji cha Mititi tunajitahidi kwa kulima. Tunalima sana mahindi, maharage, na tunategemea mazao hayo tuyapeleke nje na kijiji yakauzike. Sasa tunashindwa, tutasafirisha vipi? Kwa sababu barabara ilishakata mawasiliano. Vile vile binadamu anahitaji ujirani. Sasa tutapata ujirani wapi wakati hatuna barabara? Ujirani umekuwa hafifu, kufanya biashara vile vile tunakwama. Kwa hiyo ninaiomba serikali iweze kututazama kwa jicho la tatu ili iweze kutusaidia kulima barabara, angalau hata kumwaga vifusi sehemu zilizoharibika sana. Mimi naitwa DJ Mwasa na hii ni Ushuani Media. Mimi kwa jina naitwa Ana Kaulule Laisoni. Sasa Mama Samia nakuomba utusaidie. Tusaidie sana, tunaumia na barabara. Tunakuomba Mama Samia tusaidie. Mahindi yetu yanauza kwa ajili ya barabara. Kwa kupita hakuna.
Hivi unajua kuna aina ngapi za dagaa ambazo zinapatikana nchini Tanzania? Na katika mkoa wa Rukwa, wilaya Sumbawanga, unajua utapata wapi dagaa ambao wana vitamini ambavyo vimekamilika, lakini pia aina ya dagaa ambao unawataka? Basi nataka nikwambie tu kwamba kuna mmoja tu ambaye anajishughulisha na uzaji wa dagaa katika wilaya Sumbawanga. Anafahamika kama P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu ni Mtanzania ambaye anauza dagaa kwa bei poa kabisa, lakini pia anauza dagaa aina mbalimbali, lakini pia kwa bei poa kabisa, au sio bana? Na kitu pekee ambacho kimenifurahisha kwa huyu jamaa, yeye ana package nzuri kabisa, yani kwa maana kwamba amezingatia usafi. Yani ndio maana anajiita P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu jamaa angalia package zake, alivyoweka dagaa, alivyotunza. Tuachane na ule uzamani kuweka dagaa kwenye matenga, kuweka dagaa kwenye mandoo na mambo mengine, lakini huyu jamaa ametunza vizuri kwa maana ni chakula. Lakini pia kitu kingine, ukifika pale unapewa kifungashio bure kabisa. Nazungumzia package, yani unaondoka na package ambayo imekamilika. Anaitwa P Dagaa kutokea Sumbawanga, mtaa wa Madagaa pale. Huyu bwana ana aina mbalimbali za dagaa ambazo yuko nazo pale. Kuna dagaa wa nyama, kuna dagaa wa Bukoba, kuna dagaa wa Mwanza, kuna dagaa wa mafuta, lakini pia kuna dagaa wa Tanganyika na dagaa wa Nyasa. Sasa maziwa yote yanapatikana nchini Tanzania, kwa amezingatia pia vitamini ambavyo vinapatikana kwenye dagaa ambazo nimekutajia hapo, sio bana? Sasa pia unaweza kumcheki kupitia namba yake ya simu. Kama uko mbali unahitaji package yako ifungwe na akutumie hapo ulipo ikufikie, basi unaweza kumcheki kupitia namba hii hapa 0767711687. Anaitwa P Dagaa Smart, anapatikana Sumbawanga mjini. Oya, sogea kwa P Dagaa uchukue dagaa ambao wamekamilika na wana vitamini vyote, lakini kwa package iliyo salama kabisa. Huyu bwana yuko bomba sana.